Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nashindwa kuongea, nakosa nguvu. Lakini niseme Pilipili ametukutanisha leo hapa. Jamani, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kundi letu kuna mtumishi, lakini na mimi ni shehe. Sasa naposema napasua kichwa mimi simwelewi na tutupasuaje. Kwa kifupi, kila mtu amepitia maisha ambayo MC Pilipili amepitia. Kila mtu inaonekana alimsaidia MC Pilipili mpaka alipofika kwa aliyoyafanya. Lakini nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kumpigia simu MC Pilipili. Alikuwa anahojiwa kwenye kipindi cha Dina Marios. Alikuwa anasema mimi nimetokea Dodoma, nimepata posti ya ualimu. Nikamwambia acha ualimu, mishahara inachelewa. Njoo kwenye comedy, shughuli zipo kila siku. Akaja kwenye comedy. Angekuwa hai angesema sisi binafsi kama waanzilishi wa comedy ambao tumeikuta kwa kina Bambo, kwa kina Zembwela, tunapenda vijana wafanye comedy, wasaidie wazazi wao. Hatutaki mtu aje kwenye comedy awe na lombaya. Na ndio maana umeona tunawapa platform wadogo zetu wanafanya vitu na vinakwenda. Lingine sitaki kulisemea jeshi la polisi, lakini nimesikiliza ile ripoti. Nilitegemea wakati tunazika leo na watumiwa wako jela. Silingili na heshimu, wanalinda usalama wetu na raia. Lakini kama kuna mtu alimpigia simu akasema uko wapi tumlete MC Pilipili, anzeni na yule. Mbona kuna watu wanakamatwa siku moja tu? Tuangalie usalama wetu, sisi tuko pamoja. Lakini lingine kwa upande wa viongozi, kuna kipindi pia MC Pilipili alipitia changamoto, lakini inaonekana kuna watu walikaa mbali hawajamsaidia. Baadhi ya viongozi, wasanii wakiwapigia simu, pokeeni simu zao. Msiache kupokea, tunawasaidia mpaka mnakaa kwenye hivyo viti. Tunatumika, nyinyi rafiki zetu. Mfano mzuri Mheshimiwa Mavunde, mwana FA, kila shughuli anakuja. Lakini kuna kiongozi akiona simu yako, kama akaona msiba apokei. Pokeeni simu. Kuna wengine tunataka tuwape ushauri tu. Asanteni. Asante. Huyu jamani mjuni ni mtu, mpigie makofi Mungu kwanza. Ndugu zangu, waombolezaji wenzangu, viongozi mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki, kifo hakizoeleki. Tujikumbushe tunapofika hapa, sio tunakuja kuaga tu, tumeuramba, tumekula suti, tumevaa sare, lakini tukumbuke na kusali. Sala ndio mwongozo wetu. Amka asubuhi sali. Amka asubuhi sali. Kabla hujalala sali. Kipato unachokipata sali, sio kwa nguvu zako. Na hata unapoamka ukiwa na furaha sali. Kuna watu wameamka wamenuna tu, sali. Leo hii kijana mdogo kabisa ambaye bado hajatimiza ndoto zake amelala huko ndani. Lakini tunao wazee hapa wana miaka 65, 70 na bado wanahenya tu, ukiwaambia miguu wanatibiwa, hawataki kufa. Hawataki. Na hawasali, hawafanyi lolote, wenyewe wanaomba Mungu ifike jioni wakautwike. Muone Mungu alivyokuwa. Kijana wa watu ambaye alikuwa anasali. MC Pilipili ni mmoja ambaye alinifanya mimi niwe na hofu ya Mungu. Ukimwangalia huyu mtu hajafanikiwa hivyo, kwa nini anamtanguliza Mungu? Mara nyingi watu wanaomtanguliza Mungu ni wale ambao wamefanikiwa, wamezulumu, ndio wanatubu. Lakini unajikuta mtu mwingine ndio hivyo, na mtu ambaye anamjua Mungu ni yule ambaye tayari ameshazaliwa katika hiyo familia ya kimungu. Awe Muislamu amepitia madrasa, awe Mkristo amepitia katekista na nini na nini. Kwa hiyo vijana wenzangu, tusali. Hatuna muda wa kupoteza, kwa sababu zamani walikuwa wanakufa wazee, sasa hivi wanakufa vijana na watoto. Tusali. Tusali. Baada ya kusema hayo, MC Pilipili alikuwa balozi wa Asas, na hawa alikuwa anafanya nao kazi. Niwape pole comedian, wasanii wachekeshaji, mimi nawajua kidogo na wanaona kwenye TV. Kakangu Koi, pole na watu wako. Niwape pole Bongo Movie, niwape pole Bongo Flavor, niwape pole sanaa kwa ujumla. Na niipe pole nchi yangu kwa kupotelewa na mtu makini kwa wakati ambao tulikuwa bado tunamhitaji kulitumikia taifa lake la Tanzania. Baada ya kusema hayo, sisi tuna ubani kidogo. Kama balozi wetu
Hatukutaka mambo baada ya hapa tutakutana baadaye, yanaletaga kidogo mustakabali. Kwa hiyo sisi tuna keshi milioni 5, ambayo milioni 5 hii kwa niaba ya mbunge wetu na kiongozi wetu ambaye tulianza naye toka mwanzo, Anton Mavunde, kijana wangu, ametuelekeza fedha hizi zikawe katika mfuko wa kuhakikisha watoto wa Pilipili wanasoma. Kwa hiyo nakushukuru sana Anton, maelekezo yako ni maelekezo ya kiuongozi. Mungu akubariki sana. Baada ya kusema hayo, tuna makundi wakina Lamata kule, Lamata Village, na wasanii mbalimbali nao wamekuja. Kabizini mzigo na maisha endelee. Tusali. Asante sana Steve Nyerere, naomba tushangilie kwa makofi mengi.